Tunataka tuwaambie hii Garissa ni Kenya na Garissa si ya Somali, Garissa ni ya Kenya. Garissa County ni yetu, si ya Wajaluo, si ya Wakamba na si ya Wameru. It belongs to us. Mimi nimesema mmetoka Somalia na mnafaa mrudi Somalia. You are not Kenyans. Kenya kila mtu anaishi upande yake. Murkomen, we don't want to see a officer ambaye anajiita OCS ama anajiita CCIO ama anajiita nini ambayo sio Msomali katika hii Garissa. Kwa sababu wakae kwao ndio wafanye kazi. Kila mtu anaelewana na mtu yake. Hao wa Somali hata wenye wako Isili hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza, mpaka waandikiwe nywele ngumu ndio wafundishe ndio wawe wa Kenya. Garissa ni yetu. Chalo ni nywele ngumu. Every nywele ngumu staying in Garissa is brother to Chalo. Huyu msichana wa Garissa mwenye amesema ati Garissa hawataki Mjaluo, Mkisii na Mluya. Tunataka tuwaambie hii Garissa ni Kenya na Garissa si ya Somali, Garissa ni ya Kenya. Hata ukienda hapa Isili, Wasomali wanakuja wanafungua biashara, unapata Msomali hata si Mkenya hata hajui Kiswahili, but anakuambia, anakuonyesha, anasema ako na kiburi ingine ya juu na anakuonyesha ako na ID. Sasa wanafungua biashara, hiyo biashara hata waandiki wa Kenya. Sisi wa Kenya wenyewe tunabaki tunahangaika, hatuna kazi, lakini unapata Msomali ameweka kazi, ameendea Msomali huko Somalia, amemleta Msomali hajui Kiswahili, hata kuuza biashara hajui, aongeleshe customer nini. Alafu sasa imefika time wameshiba, hata hao nao wanataka kutuambia zenye sisi inafaa tukae kwa nchi yetu na sisi tuliwakaribisha. Huyu msichana wa Garissa mwenye amesema ati Garissa hawataki Mjaluo, Mkisii na Mluya. Tunataka tuwaambie hii Garissa ni Kenya na Garissa si ya Somali, Garissa ni ya Kenya. Kwa hivyo akoe na heshima na Murkomen, CS wa Interior Security. Tunaomba msichana ashikwe na awekwe ndani na awache kiburi ya kutuambia ati yeye anatupangia, anatuambia ati watu wataenda Garissa kufanya kazi. Garissa ni Kenya na Garissa ni ya Wakenya. Garissa si ya Somali. Kwa hivyo hiyo fitina wameanza, na kama wanataka sisi tutaanzisha movement, tutamobilize watu, biashara zao tuwafukuze ikuwe kama South Africa, na tutawafukuza pia warudi kwao. Hawa South Africa yenye wanafanya hii Kenya pia tunakaribia hapo. Sisi hatutaki ujinga. Mimi nimesema mmetoka Somalia na mnafaa mrudi Somalia. You are not Kenyans. I was surprised to be in Isili yesterday. The people of Isili doesn't know even English. Kiswahili hawajui. Alafu wanatusi nywele ngumu, na sisi nywele ngumu ndio mumetu employ. Tunawateach indoors, tunawafundisha watoto wenyu, tunawafanyia kila kitu for you to be as Kenyans. I think now tunataka kuenda South African state. Kenya imefika wakati we must go the South African style, because we cannot be ruled by the immigrant mediocres in this nation. We are the owners of the land, and the immigrant coming to sell fear for us. It is something that is inconsistent, phenomenal, and quite worthwhile to understand that kind of fact. It is a fact that we cannot understand, but the facticity of the fact is that these all Somali immigrants, we should procrastinate them from the land of Kenya. This is a land that is not supposed to be handled by these stupid and the stereotypes. Nywele soft. Nywele soft mtarudi Somalia. Hii si Mogadishu. Asanteni. Na wakati huyu mama anasimama anaambia watu nywele ngumu itoke Garissa ama itoke Coastal Province, tunamshangaa. Hatujui kama ako nyuma ya mtu fulani. Tunataka DCI mtuchunguzie huyu mama, kwa sababu hata wenye wako Kware kule kwa majimbo kule Kware waliuawa, na waliuawa na wale Masomali. Nataka tuambie huyu mama ID yake ichunguzwe, tujue chifu yake ni nani, nyumba 10 ni nani. Tunataka tujue ID yake inasoma wapi, na sasa tunataka tuanze vetting. Mtu arudi penye alizaliwa. Tunataka tujue hao wa Somalia hata wenye wako Isili hawajui Kiswahili, hawajui Kiingereza, mpaka waandikiwe nywele ngumu ndio wafundishe ndio wawe wa Kenya, na ndio wanapewa kipaumbele kupewa affordable housing, na sisi nywele ngumu tuko. Sio Mr. Duale, wewe unasema ni wa health, umetuletea hata watu hospitali wamejaa, kwa maofisi wamejaa. Tunashangaa watoto wetu hawaendi shule na wao ndio wanawafundisha. Duale, kuna kitu unapika nyuma ya tent, kuna kitu unapika. Huyu mama achukuliwe haraka sana iwezekanavyo, na atoe grupu yao wote wenye walipanga hii mpango, ndio yeye awekwe kipaumbele kuambia Wakenya maneno ya ujinga kama hii. Tunajua hata tukienda kwa data ya walimu,
mmekuwa mkipigania hatike Garissa hampati walimu, na walimu wenye wako Garissa wengi ni nywele ngumu. Tafadhali, tunafadhali Wasomali muue walimu kwa mashule zenyu, na tunataka tujue huko Garissa unatoka area gani, kijiji ni gani, tunataka tujue. Somalis of Kenyan origin, watu rosafi, watu wazuri, I've done business with them, they are people to rely on. Somali wa huko kichakani mahali kuna wanarushanga makombora and what have you. You people have hostility to us. Yenye sijui imetoka wapi. Mumeleta straight of Nguuni hapa karibu na sisi. You people have an issue with administrative units, not Kenyan citizens. And I'm very okay to receive backlash. Leteni. Leo nimeshiba. Miguu yangu imefinywa. Vidole zangu za miguu zimenyonywa. I have energy. Okay? We welcome you here. Sisi ni watu wazuri by the way. But for some reason, mwanamke fulani huko akianza kuropoka, burale, nywele ngumu, mnafikiria sisi wote tuko na tabia kama hizo. Just because serikali ya Kenya imekubali kuwapatia IDs and all that. Nyinyi wenye mmetoka huko, rudini huko mtengeneze nchi yenu. Mfukuze hao watu. I won't mention names here. Wamechukua nchi yenu wakaiweka kwa mfuko. Hiyo sio shida yetu. Lakini mkianza mpaka mnamiminia watoto marisasi just because mwanamke mpumbavu sana by the way alisema sisi ni nywele ngumu sijui nini. Go enda fanya vituko, enda teta na Kipchumba Murkomen, Ministry of Interior. Yeye ndiye anajua ni wapi na wapi na wapi. Hawa ni watoto wetu. Just because an administrative police, wanaitangwa hivyo, alifanya makosa kwa sababu ya deal zao chafu. Don't encapsulate Kenyans as bad people. We are not. Nchi yetu imeallow watu wengi sana. Wanyarwanda, Waganda, Wakongo. Hawa hapa juu kwa Salva Kiir. Friendly country. Don't push people to the limits. Si mnaona yanayoendelea huko Afrika Kusini. Hatuwezi pigana na serikali kwa sababu ya ufisadi, uuaji, alafu tuje tupigane na nyinyi ambao tunawakaribisha nchini kwetu. Ngumu. Dear brothers and sisters from Somali community, wacha leo nikuwe mkali kwenu kidogo, niwaweke akili kidogo tu, kwa sababu inaonekana ni kama imeenda holiday. Niwaambia kwamba nilikuja hapa juzi nikawaambia, if there's a community that should live well with other Kenyan communities and take a lot of precautions, is the Somali community. Reason being, all the other communities of Kenya can live, all of them, close to 40 tribes in Kenya can live without ever stepping in Garissa, Madera or Moyale. By the way, that's true. Mjaluo kutoka kule Kisumu anaweza kaa miaka 100 na akufe bila kujua direction ya Garissa, ya Madera na ya Moyale. Lakini nyinyi, your life rotates around other parts of Kenya. Yani nasema hivi, wa Somali, nasema hivi, ya kwamba for you to survive lazima mtoe something kutoka either Nairobi, Nakuru, anywhere, hata kwa Wakamba, kwa Wakikuyu, yani lazima mzunguke hapa mkifika Nairobi. Let me tell you. Nasema hivi, all the other communities, for them to go to Madera, to Garissa, to Moyale, they go to offer services. Ni madaktari, ni polisi, they go to help. By the way, ni usaidizi. Offering ni walimu, offering services, wanauza duka huko. Lakini nyinyi kukuja huku ni kukujia bidhaa, goods that you cannot survive without. And for you to access this area, to access Nairobi, you must pass via Kaba region. Hata upitie Mombasa, uteremuke uende Mombasa, from Voi to Nairobi ni Wakaba. Hata upitie wapi, upitie from Isiolo sijui kwenda wapi, utakuta wa Meru ambao mnaua hapo Isiolo, na ukute wa Kikuyu ambao mnaita tribal hapa Nyeri, na muwekute Murang'a, na pia utakutana na Wakaba hapa Kabiti kwenda Keno.
So unless you have other means of transport, you must live well with these communities. This is what I mean. Somali community na shida sijui imekujia wapi. Tangu hizi boundaries zifunguliwe kumekuwa na shida ya Wasomali. Because we have lived well in peace and cohesion with the Somali Kenyans. Vizuri sana for centuries without war. Hii vita sijui imetokea wapi tangu Kasongo afungue boundaries. Mimi nimewaambia hivyo. Mnaona sasa mnafungiwa barabara kule kwa Akaba. The other road you can use ni ya Isiolo, ambayo mnakuta wa Meru. Na pia lazima mpitie Sagana. Pia lazima mtupitie Nyeri. Lazima mpitie Murang'a. Lazima mpitie, na ukifika Murang'a lazima ukutane na Wakamba mahali kunaitwa Kabiti mpaka Keno. Hao wote ni Wakamba wako hapo. Ukiamua upitie Mombasa from Voi to Nairobi and the river, hao wote ni Wakamba. You people must live well with them. Otherwise, wakiamua kuvuka hizo barabara zote, haya, sijui mtaenda